Wakati Mungu anaumba mwanadamu, je, kulikuwa na watu wengine ambao Mungu alikuwa amekwisha kuwaumba? Yaani wakati Mungu anamuumba Adam, anamuumba na Hawa, je, kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wamekwisha umbwa kabla ya Adam na Hawa? Au je, Hawa wakati anaumbwa kulikuwa kuna mwanamke mwingine alikuwa amekwisha umbwa mapema kabla yake? Alafu kuhusiana na Kaini, mke wake ilikuwaje akapata mke Kaini katika nchi ya Nodi? Nchi ya Nodi ipo wapi? Nchi ya Nodi iko wapi? Sasa kama unajiuliza maswali haya, nimeona watu wengi wanapenda sana kuyauliza haya maswali kwamba tuambie nchi ya Nodi iko wapi? Nchi ya Nodi mke wa Kaini alimpata wapi? Naomba niajibu haya maswali, alafu naamini itawasaidia tu watu wengi. Jambo la kwanza, nianze na la Adamu na Hawa. Adamu na Hawa ndo watu wa kwanza kabisa kuumbwa katika ulimwengu. Yaani wanadamu wa kwanza kuumbwa ni Adam na Hawa kama maandiko yanavyosema. Sasa kumekuwa na mafundisho yanaibuka sana siku hizi yakielezea kwamba Adamu na Hawa sio watu wa kwanza kuumbwa. Hawakuwa wanadamu wa kwanza kuumbwa. Kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wameumbwa kabla ya Adam na Hawa. Sasa ukiwasikiliza mafundisho yao wao wenyewe ambao wanaongelea hizo mada, unakuta yanatofautiana. Wapo watu wanasema kwamba kabla ya Adamu na Hawa kuna watu walikuwepo wameshaumbwa, ila waliondolewa bustanini, wakawa wametawanyika huko, na wengine walikuwepo huko nchi za Nodi na nini. Kwa Adamu na Hawa walipoumbwa, ila watu wengine walikuwepo, walikuwa ni watu makubwa, majiant na vitu vya namna hiyo. Wameongelea mambo mengi hapo. Ila baada ya Adamu na Hawa kufukuzwa, wakaenda kuanza maisha yao, na mwisho wa siku Kaini alipomkosea Mungu, akaenda kwenye jamii za wale watu ambao waliumbwa kabla ya Adamu na Hawa. Lakini kuna wengine wao wanasema hivi, wakati Adamu anaumbwa alipewa mwanamke anaitwa Lilith. Kulikuwa kuna mwanamke anaitwa Lilith, ndo alikuwa mke wa kwanza wa Adamu, anaitwa Lilith. Sasa hao pia wanaoongelea hiyo pia wamegawanyika katika makundi mawili, ambapo kundi la kwanza linasema huyo Lilith yeye aliumbwa miaka mingi kabla ya Adamu. Kwa maana hiyo wakati Adamu anaumbwa alimkuta Lilith ndani ya bustani. Kwa sababu Lilith alikuwepo ndani ya bustani, alikuwa ameishi miaka mingi kabla ya Adamu. Na baada ya kuishi miaka mingi kabla ya Adamu, ni kwamba huyo Lilith yeye alikuwa anafahamu mambo mengi, alikuwa na akili nyingi, kwa alimzidi Adamu ufahamu mkubwa pale bustanini. Kwa maana hiyo sasa Lilith alikuwa anamnyanyasa Adam, au wengine wanasema alikuwa amemzidi na nini. Kwa Mungu akaona kabisa hawa hawataweza wakakaa pamoja. Kwa maana hiyo Mungu akawa amemtimua Lilith pale bustanini, akamuondoa. Umeona? Akamuondoa. Sasa alipokuwa Lilith kaondolewa bustanini, tayari alikuwa kashazaa na Adamu watoto kadha wa kadha, alikuwa kashazaa naye. Sasa hiyo hao ni watu wa kwanza. Lakini watu wa pili katika nadharia hiyo wanasema Adamu alikuwa ni mwanaume wa kwanza kuumbwa, lakini aliumbwa baadaye Lilith alifuata. Alianza Adamu kuumbwa, alafu akafuata Lilith akaumbwa. Yaani mimi najiuliza hao watu wanaoongelea hivi vitu, na baadhi ya watu wanawasikiliza na wanawaamini. Of course kila mtu ana vyanzo alivyojifunza kwavyo, lakini mara nyingi ukiyasikia mafundisho haya, vyanzo vyao haviwi Biblia. Wanakuwa na vitabu vingine vya kando ya Biblia ambavyo wanaamini vilitakiwa viingizwe katika Biblia na vilipotezwa, vilikataliwa, bla 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 na vitu vya namna hiyo, ambapo pia sometimes tuna baadhi ya facts zinakuwa ndio zina ukweli na baadhi ya facts zinaongezwa chumvi nyingi, lakini vyanzo vyao hasa vinakuwa vipo kwenye Biblia. Umeona? Sasa fakti ambazo wanazitumia
fakti ambazo anazitumia kuonesha ukweli wa nadharia hii ni kwamba wakati Mungu anamleta Hawa alisema maneno haya. Alisema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wake. Haya ni maneno Mungu anayosema, si vyema mtu huyu awe peke yake. Kwa maana hiyo Adamu alikuwa lonely, alikuwa mpweke. Sasa wanajenga hoja katika ile andiko kwamba Adamu inawezekana wakati anaumbwa hakuwa mpweke. Hakuwa nani? Hakuwa mpweke. Kwa maana hiyo sasa, baada ya huyu Lilith kuondolewa pale, Adamu anakuwa mpweke, anakuwa lonely, anakuwa mwenyewe, alafu ni mwanaume kamili kabisa. Adamu anakuwaje? Kwa Mungu akamwonea huruma, akaamua kumletea mwanamke mwingine, ambaye mwanamke atakuwa ni mzuri na atamsikiliza Adamu. Umeona? Kwa maana hiyo sasa inaonyesha, kwa sababu alisema si vyema awe peke yake, kwa maana hiyo yule akaondolewa. Kwa hiyo ni fakti ambao wanaijengea hoja na ni moja kati ya msingi wao mkubwa sana. Sasa niseme tu kitu kimoja, ukisoma maandiko pale, hawa watu wanaoongelea hiyo hoja wanakosa kufikiri. Yaani mtu anaongea hoja dhaifu sana, wanakosa kufikiri kwa sababu ukisoma maandiko pale mbele yake anasema hivi, huyu atakuwa nyama katika nyama yangu, mfupa katika mfupa wangu. Alafu Mungu anasema kwa maana hiyo mwanamume ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na mwanamke ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mumewe. Sasa kama akisema ataacha baba yake na mama yake, baba yake Adamu ni nani na mama yake Adamu ni nani? Baba yake Hawa ni nani na mama yake Hawa ni nani? Kwa maana unakuta kama wakisema Mungu alisema si vyema mtu huyu hawe peke yake, kwa maana hiyo inamaanisha kuwa peke yake, basi inamaanisha na lile neno la kusema si vyema mwanaume ataacha baba na mama, inamaanisha basi na hawa watu walikuwa na baba na mama zao. Umeona? Kwa hiyo unakuta watu wanatengeneza hoja dhaifu kutengeneza fundisho ambalo linakosa mashiko katika maandiko ya Biblia, labda fakti ambazo zitakuwa nje ya Biblia. Umeona? Sasa hebu twende kwenye mada ambayo watu wengi sana huwa wanaiongelea kuhusiana na mke wa Kaini. Maandiko yanasema Adamu akamjua mkewe katika Mwanzo 4, akapata mtoto ambaye huyo mtoto akamuita Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akamjua mkewe tena, akamzaa mtoto mwingine, akamuita jina lake Abeli. Baadaye Abeli na Kaini wakaleta mazao mbele za Bwana, sadaka. Huyo akaleta kondoo, huyo akaleta mazao. Huyo akamwonea wivu kwa sababu sadaka yake imekataliwa, huyu imepokelewa. Kwa baada ya kumwonea wivu, Mungu akabidi amrejeshe kwamba fanya vyema utapata kibali. Kwa nini usifanye vizuri? Lakini yule bwana alikuwa bado ana wivu mkali na hasira, akafanya hila, akamuua ndugu yake. Asa mara baada ya kumuua ndugu yake, Mungu akamlaani Kaini. Baada ya kumlaani Kaini, Kaini akasema umenipa laana kubwa sana. Ambapo sasa sikia hili neno, nasema umenipa adhabu kubwa sana, ambapo kila mtu atakayeniona atataka kuniua. Kwa hilo neno tayari wakafanya nini? Wakalitafutia mada kwamba kila mtu atakayetaka kuniona ataniua. Sasa inamaanisha watu ambao watamuua Kaini watatokea wapi, wakati walikuwa watu 4 tu, Hawa, Adamu, Kaini na Abeli. Kwa wamebaki watu 3. Kwa anaposema kila atakayeniona atataka kuniua, au atakayemuona ni nani? Atakayemuona ni nani? Umeona hilo swali la kwanza. Kwa maana sasa baada ya kuliuliza hilo swali, wakasema watakaotaka kumuua ni wale wanadamu wengine ambao hao sasa walikuwa wameumbwa kabla ya Adamu na Hawa. Wengine wanasema hao ni wale watoto wa yule mwanamke mbaya Lilith. Umeona? Alafu jambo la pili, Kaini akaenda nchi ya Nodi. Alipofika nchi ya Nodi, akaanzisha mji, akauita kwa jina la mwanae Enoko, kwani alioa huko. Alioa. Umeona? Alipooa akaanzisha mji, akauita jina la mwanao Enoko. Umeona? Sasa mke wake alipatikana vipi? Alimpata wapi? Ikiwa tayari tunaona watu walikuwa ni 3 duniani. Umeona? Lakini Biblia hii ina majibu ya hayo maswali yote,
na sijajua kwa nini watu wanakuwa hawaoni vitu ambavyo viko wazi kabisa, viko wazi. Na hapa ndipo unapoona kabisa kila mtu ana mitazamo lakini na misimamo. Umeona, mitazamo si vibaya, kila mtu anao wake, lakini misimamo mibaya inakuwa sio vizuri. Ni kwamba nilishawahi kusema kipindi cha nyuma, Adamu na Hawa walikuwa na watoto wengi wa kiume na wa kike. Ukisoma Mwanzo 5 mstari wa 2 utaona pale wana watoto wengi wa Adamu, ana watoto wanaume, ana watoto wanawake. Lakini katika system ya maandiko ya Biblia hawaandiki kila mtu katika Biblia. Usifikiri kwamba kwa nini hawaandiki kila mtu, labda wino unaisha, labda nini. Hapana. Vitu ambavyo vinakuwa vinaandikwa kwenye Biblia ni vile vitu ambavyo vinaenda kurelate na wokovu. Yaani vitu ambavyo, yani maandiko yote ya Biblia yanaonyesha safari ya wokovu kutokea mwanadamu wa kwanza mpaka Yesu msalabani. Kwa hiyo vinaenda vinaungana mpaka kuelekea katika safari ya wokovu. Kwa hiyo kuna watu waliishi lakini hawana mchango wote katika safari ya wokovu, katika historia. Yani mchango wa wokovu haukupitia kwao. Kwa maana hiyo maandiko hayawataji katika Biblia. Na baadhi ya watu wanatajwa kama mifano kuelezea jinsi ambavyo maisha yalivyokuwa walivyokuwa wanaishi watu kuelekea katika hiyo safari ya wokovu. Kwa kuna watu wengi sana ambao hawajaandikwa. Watu wako wengi sana ambao hawajaandikwa, lakini hawakuandikwa kwa sababu ya walikuwa labda hawakuwepo. Hawakuandikwa kwa sababu hakukuwa na sababu zilizowafanya waandikwe. Kwa kila kitu ambacho kinaandikwa kwenye Biblia kina sababu ya kufanya kiandikwe. Kwa kama hakina sababu chochote hakiwezi kikaandikwa. Kwa usituforce tuandike kitu ambacho hakina sababu ya kuwepo katika maandiko. Kama na mimi ningekuwa mwandishi wa Biblia wa miaka ile. Sasa ni kwamba maandiko yanasema Adamu na Hawa walikuwa na watoto wa kike na wa kiume wengi, lakini hatuyajui hata majina yao. Kwa nini hatuyajui majina yao? Kwa sababu hakukuwa na sababu ya kuyaandika majina yao ili waje. Umeona? Hakukuwa na sababu hiyo. Umeona? Kwa maana hiyo sasa mke wa Kaini alikuwa ni mmoja kati ya dada zake, na kipindi hicho katika Mwanzo moja hapo hakukuwa na shida kumuoa dada yako, kwa sababu Mungu alisema wazae wakaijaze dunia. Kwa hiyo kuondoka na dada yako kumfanya kuwa mke, hilo halikuwa jambo baya wala halikuwa dhambi, kwa sababu wanadamu hawakuwepo. Kwa hiyo Kaini alitoka na dada yake, ndiye aliyekuwa mke wake, na dada yake alikuwa ni miongoni mwa wale watoto wa Adamu. Lakini sababu ya pili kwa nini hajaandikwa kwa jina ni kwamba nilishaiongeaga zamani katika maandiko zamani za miaka ile, wanawake walikuwa hawaingii katika hesabu. Yaani walikuwa hawahesabiwi. Sasa hivi hesabu tunaita sensa. Kwa mfano miaka ile sijui walikuwa wanaliita kwa jina gani, lakini inapopita hesabu ya kujua watu idadi, basi wanawake na watoto walikuwa hawaingii katika hesabu. Ndio maana hata katika mikate ile Yesu anawalisha watu 5,000 mikate, walikuwa ni zaidi ya watu 12,000, 13,000, 14,000. Lakini ni kwa sababu wanawake hawakuhesabiwa. Umeona? Hawakuhesabiwa, ndo wakaandikwa watu 5,000 kwa maana ya wanaume. Lakini ukiona kwenye makadirio unaweza ukapata watu zaidi ya 10,000 na waliokula mikate na wale samaki. Kwa nini watu wa wanawake walikuwa hawahesabiwi zamani? Hilo ni somo la siku nyingine. Kwa maana hiyo kati ya watoto wa Adamu wa kike ambao waliolewa na huyu na hao ndugu zao, hawakuwa wamefanya nini? Hawakuwa wameingizwa katika majina yao. Umeona? Kwa sababu ya kwanza kulikuwa hakuna ulazima wa kuandika, lakini sababu ya pili wanawake walikuwa hawaandikwi. Sasa swali nilijibu lile, sema hivi, Kaini anasema kwamba mtu atakayeniona atataka kuniua. Je, watu ni wakina nani ambao watataka kumuona Kaini? Nimesema Adamu na Hawa walikuwa na watoto wengi. Kwa maana hiyo wale watoto wote ni baba mmoja mama mmoja. Kwa maana hiyo huyu kaua ndugu yao. Umeona? Anapomuua ndugu yao Habili alikuwa ni mkamilifu, ni mtu wa watu, ni mnyenyekevu. Kwa maana hiyo wale ndugu wengine pia watakapomuona Kaini wanataka kujilipiza kisasi alichokifanya kwa ndugu yao. Umeona? Sasa hii Kaini asije akalipizwa kisasi, vizazi vinaendelea hivi baadaye, maana watu kupo naishi miaka 800, 600, 700. Umeona? Ili asije akalipizwa kisasi, Mungu akamwekea alama ili asije akaangamizwa
na watu watakao kutana naye huko miaka ya baadaye. Sasa nchi ya Nodi ilikuwa wapi? Nchi ya Nodi ilikuwa wapi? Umeona nchi ya Nodi ni nchi gani? Maandiko automatically hayajataja location ya nchi ya Nodi kama ambavyo hayajataja location ya bustani ya Eden ilikuwa wapi. Umeona, kwa hiyo nchi ya Nodi haijatajwa location, lakini ukifuatilia utagundua Nodi haikuwa nchi ambayo anaenda kuiishi Kaini. Wakati Kaini anaenda kuishi ile nchi ya Nodi ilikuwa haiitwi kwa jina la Nodi, ilikuwa haina jina. Sasa hiki kitabu cha Mwanzo kimeandikwa miaka mingi baada ya Kaini na Adamu na nani kuishi. Ameandika Musa kama miaka 2000 kabla ya Kristo, ndo anaandika kitabu cha Mwanzo. Kwa maana kitabu cha Mwanzo hakikuandikwa kipindi ambacho Kaini anafukuzwa, kiliandikwa maelfu ya miaka baada ya Kaini kufukuzwa. Sasa wakati Musa anakiandika kile kitabu ili anaowaandikia wamuelewe nchi aliyokimbilia Kaini, ndo akawaandikia nchi ya Nodi, ambapo kwa miaka ya kina Musa lile eneo lilikuwa linaitwa Nodi kwa miaka ambayo Musa anaandika, lakini kwa miaka ambayo Kaini anafukuzwa lilikuwa halina jina. Kwa Musa angeweka pale plain sehemu ambayo haina jina, watu wasingemweka akaweka nchi ya Nodi. Sasa kama unaandika nchi ya Nodi, kumbe kule wanakuwa wanaelewa ni nchi iko sehemu gani kwa kipindi ambacho kile kitabu kinaandikwa. Lakini kipindi ambacho Kaini anafukuzwa inamaanisha kwamba walikuwa hawafanyi nini, hawaelewi nchi ya ilikuwa ile nchi haina jina kipindi ambacho Kaini anafanya nini, anafukuzwa. Sasa Kaini alipofika pale ile nchi haina jina, haikuwa inaitwa Nodi. Kama ingelikuwa inaitwa Nodi inamaanisha kama ingekuwa inaitwa Nodi asingeweza kuipa jina. Kwa maana hiyo hakuna watu, hakuna jina. Alichokifanya akaamua kuipa jina ile nchi, akajenga mji. Kwa maana alifika sehemu ambapo hata mji haujajengwa, akaanzisha yeye mji wa kwanza, wakauita ule mji kwa jina la mwanae Enoko. Kwa maana hiyo labda nitoe mfano hapo unielewe vizuri, ni kwamba niseme miaka ya 1700 kabla ya wakoloni kufika, kuna watu walikuwa wanaishi Mbeya. Sijui unanielewa? Kuna watu walikuwa wanaishi wapi? Mbeya. Kabla ya miaka 1800 tufanye 1600, kuna watu walikuwa wanaishi Mbeya. Sasa tunaposema kuna watu walikuwa wanaishi Mbeya, hiyo miaka 1600 lile eneo lilikuwa haliitwi Mbeya. Sijui unanielewa? Lile eneo lilikuwa lina jina lingine kabisa hiyo miaka, au halina jina. Ila jina la Mbeya limekuja kupatikana miaka ya karne ya hivi karibuni, hapo nyuma kidogo ndio linapatikana jina linaitwa Mbeya. Umeona? Lakini kabla ya kuitwa Mbeya lilikuwa lina jina lingine kabisa huko. Sasa ninapoandikia watu kuna watu walikuwa wanaishi hapo Mbeya miaka 1600. Hao watu sasa hivi watanielewa kwa sababu hiyo Mbeya wanaijua. Sio, unanielewa? Lakini kwa kipindi hicho yamkini ilikuwa ina jina lingine na waliokuja wakaita jina lingine. Kama Dar es Salaam, Bandari Salama. Kabla ya kuitwa Bandari Salama ilikuwa inaitwaje? Inamaanisha ilikuwa inaitwa Mzizima. Sio, unanielewa? Na kabla ya kuitwa Mzizima ilikuwa inaitwaje? Kulikuwa kuna jina lingine huko yamkini, na watu wale wa kwanza kufika hapa waliwahi kufika wa kwanza kuishi hapa Dar es Salaam, watu wa kwanza, na maisha ni miaka mingi iliyopita, kwa karne nyingi zilizopita, watu wa kwanza kuishi Dar es Salaam. Sasa tunaposema watu wa kwanza kuishi Dar es Salaam, inamaanisha jina lililokuwa linatumika lilikuwa aliko sio Mzizima wala sio Dar es Salaam. Sio, unanielewa? Ila ndasema yule bwana ndo alikuwa mtu wa kwanza kuishi Dar es Salaam. Dar es Salaam imekuja jina miaka ya baadaye. Hicho ndicho kilichokuwa kinatokea katika mji wa Nodi. Nafikiri hii kitu tutakuja kuiongelea vizuri tunapokuwa tunaendelea na kuendelea. Naona kwa sasa hivi nimeshia yajibu hayo maswali kwamba Adamu na Hawa ndo walikuwa watu wa kwanza kuumbwa na kuishi katika dunia ya sasa. Mafundisho yote yanayosema kwamba kulikuwa na watu wengine wanaishi, kulikuwa na wanadamu waliumbwa, sijui kulikuwa na Lilith mwanamke alikuwa mkorofi, mchawi, sijui na nini, na niko hapa kusema 100% mafundisho hayo hayana ukweli. Ninaongea kama mwalimu na ninaongea kama mtu ambaye nina uhakika, nimethibitisha kwa namna ya kutosha kabisa hayana ukweli, na nikuombe uyapuuzie. Uamuzi wa kupuuzia ni juu yako, lakini nakuomba uyapuuzie, hayana ukweli wowote. Natamani ujue ukweli wote wa maandiko na Biblia. Na kama una swali lingine tutaendelea kuyajibu kwa kadri muda unavyozidi kuendelea. God bless you. Mungu akubariki. Naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Usiache kusubscribe channel.
tukutane wakati mwingine.